Umunene. Kusa kula inyanya ni na jokio kile. Kusema ya kwamba poleni sana watu wa familia hii, majirani, wageni na marafiki wote pamoja na kina kaka na dada. Najua ya kwamba ni machungu tunapopatwa na msiba, lakini tunahitaji faraja kutoka kwa Mungu wetu wa mbinguni. Ni ukweli kwamba pasipo Mungu hatuwezi tukafarijika, lakini tunapomlilia Mungu wetu na kumuita, ni kweli kwamba tunapata faraja kutoka kwake. Watu wengi katika ulimwengu huu wanamhitaji Mungu wakati wako na shida, lakini wanasahau ya ulikuwa ukikuja katika familia hii haujatembea katika mteremko peke yake. Ulipita katika milima na mabonde ndiposa ukafika katika familia hii. Lakini ukimuita Mungu kwa roho na kweli, unaweza kumuita Mungu kama huko hauna roho na kweli. Labda Mungu hawezi akaitika mara hujamaanisha kumuita. Lakini wakati umemuita kwa roho na kweli, ni kweli kwamba Mungu anasikiliza kilio chako. Sasa wapendwa watoto wa Mungu, singependa kuendelea na mambo mengi. Kumalizia ni kwamba kumbuka ya kwamba kesho ya wewe inaweza kukupata. Na yule ambaye amepatwa na shida, ni kweli kwamba anafikiria ni yeye peke yake shida imempata. Lakini kumbuka ya kwamba hata wewe hii shida leo itaisha kwako na kesho itakuwa ni kwa mwingine. Sasa labda tujue hilo. Mswahili anasema ya kwamba ukiona mwenzako amenyolewa, tia chako maji. Okay, tu ni nga handika neno mrembe na nenga handiri kumikimwe kono atu ni rone binafsi familia yane bantu batakale kwa ujumla wana ngora kwa familia ya wa kausko kwene kwa ujumla hasa ya kwa hapo muona mama ntako bamrabae kwa sababu ya hili janga ambalo mpata hii wiki ambayo imeisha. Ninajua si kazi rahisi kwao, hasa kwa familia, lakini kwa sababu ishafanyika haraka sumaji wande mpaka mbele hanweka, hakuna njia nyingine sasa ya mkato. Ishafanyika na ishafanyika. Kwa hivyo letu sisi wale tumekuja hapa na wanafamilia, nafikiri tumekuja kusimama na nyinyi na pia kuwatia moyo, kwa sababu hiyo kijana sasa amekuwa marehemu, chapewa jina nyingine ambayo hakuwa nayo, na huo ndio ukweli wa maneno, na lazima sisi wote tukubaliane na hiyo. Kwa hivyo naomba ukubali pale zetu. Najua alikuwa tu kijana mzuri, alikuwa amemaliza shule juzi, na imani alikuwa anajipanga katika masomo yake ya baadaye. Information na nena enda triangle sa yande ande
Miriga nokere mbele Mekeigo alifaa ajiunge na wengine katika university sababu ya masomo yake. Lakini kwa bahati mbaya university yake labda kusomea yake ni si hapa duniani. Kwa hivyo najua hasa kwake kwa mama ni ngumu kwa sababu tulikuwa tunatoka na katika shule. Lakini nafikiri gundi wa kwanza alikuwa amepata kwenda wapi? University. Lakini hajapata hiyo nafasi ya kumpeleka huko. Kwa hivyo Mungu akutie nguvu. Unajua Mungu alikuwa na sababu zake za kufanya hivyo. Na kwa sababu ashatuacha utakubaliana naye. Na imani ya kwamba Mungu ako na mpango mzuri bado na familia yako. Para baho bado. Kole leo yoga kwa hata na karibu bali. Kwa hivyo naomba ukubaliane nayo. Wangekuwa kumkanda sana, wangekula tena sana. Kugira mbele msile kuja koba. Kwa hiyo mtu mmoja kuitabia kesho yote. Kuge ndevi kama heru mgo mosonge. Ningependa pia kushukuru hasa wanakwaya na nimepata pia nafasi ya kuja hapa. Najua kama mnatoka kanisani labda mtakula lunch kama nyingi. Na kuja muda wote mmekaa hapa kwa ajili ya kufariji wengine. Hili ni jambo zuri. Pia ambao wako hapa. Pia kwa nafasi ya kuwashukuru. Nilikuwa na mipango ya kushiriki hata mimi leo hapo Machare labda baadaye tuandamane kuja hapa. Ili haikuwa sana. Kwa Kisumu. Kwa Kimbasi kwa na gari. Sasa nilikuwa nategemea majirani. Sasa tunategemea cha mtakatifu. Tunapata Machare. Kama Machare lazima tuchelewe kufika. Tuchelewe kidogo kufika. Lakini nashukuru kwa sababu nimewapata na kujiunga pamoja. Kwa hivyo kwa ile mipango inapangwa, sijajua hata mi programu kodi. Inafikiri sisi wote tutashirikiana pamoja kwa vijana.